Bwana, kuna matukio kadhaa ambayo yametokea katika mchezo wa JKT Tanzania dhidi ya Simba. Tukio la kwanza na kubwa zaidi ni bao la ushindi ambao limekwenda kufungwa na Jonathan Soa kwenye kipindi cha pili. Sasa kumekuwa kuna minong'ono kwenye mitandao ya kijamii, nimekuwa nikiona baadhi ya comments zinajaribu kujadili pengine kuhusu uwezekano wa offside na kila kitu, lakini kitu ambacho naweza nikaweka bayana ni kwamba lile goli halina shaka hata kidogo. Kwanza, wakati mpira unatoka kwenye mguu wa Morris Abraham ambaye alikuwa amefanya jaribio la kujaribu kupiga mpira wa kupenyeza kwenda kwa Soa, Lorian Makame, beki ambaye alikuwa ameingia na yeye kuchukua nafasi ya mlinzi mwenzake, wakati alikuwa ameuweka mchezo hai kwa upande wa Jonathan Soa, kwa sababu miguu yake yote miwili ilikuwa ndo ya mwisho. Jonathan Soa alikuwa yuko nyuma ya miguu yote miwili ya Lorian Makame wakati Morris Abraham anapiga ule mpira wa kupenyeza. Hilo la kwanza, manake hata asingekuwa ameugusa mlinzi wa JKT Tanzania, kama ambavyo nitakuja kubainisha kwenye sekunde chache zinazokuja, bado uhalali wa lile goli ungekuwepo, kwa sababu Lorian Makame alikuwa mbele ya Jonathan Soa. Hilo la kwanza. La pili, wakati ule mpira unapigwa na Morris, kulikuwa kuna walinzi wawili pale. Ukijaribu kutizama vizuri, ule mpira wakati unatoka kwenye mguu wa Morris katika jaribio la kujaribu kumtafuta Soa kwenye njia, kulikuwa kuna dhamira ya maksudi ya mlinzi wa JKT Tanzania kujaribu kuuzuia mpira na sehemu ya chini ya mguu wake. Kule kwenye meno kule alikuwa anajaribu kuukanyaga ule mpira kama sehemu ya kujaribu kuucontrol, kuudhibiti ule mpira. Akashindwa kufanya hivyo, ukawa umegusa sehemu ya meno yake, ukaenda kwenye njia ya Soa. Soa akawa amepata 1v1 dhidi ya Omari Gonzo na akaweza kufunga lile goli. Sasa basi, hypothetically, tangu hapo nishabainisha kwamba Makame alikuwa ameiua ile offside, ama kama kulikuwa kuna fikra yoyote ya kitu kama hicho, Lorian Makame ndo alikuwa mchezaji wa mwisho na hakuwa Soa. Sasa basi tujaribu kuweka hypothetically, pengine kama labda Soa angekuwa ndo ameutangulia kabisa mchezo, kwa maana ya kuwa kwenye offside ambao baadhi ya watu wanafikiri pengine ilikuwa hivyo, mpira, kitendo tu cha yule beki kujaribu kuuzuia kwa makusudi ule mpira, maanake sio kwamba labda alikuwa hana ufahamu wakati ule mpira unamgusa mlinzi wa JKT. Alikuwa na ufahamu wa wapi ambapo yeye mwenyewe alipo, alikuwa na ufahamu wa wapi mpira ulipo, na dhamira yake ilikuwa ni kujaribu kuukanyaga ule mpira kama sehemu ya kujaribu kuudhibiti kwa sehemu ya chini ya mguu wake, ili aweze kuondoa kwenye hatari. Alipojaribu kufanya hivyo, alipojaribu kuukanyaga ule mpira kama lengo la kujaribu kuuzuia, akaukosa, mpira ukaparaza kwenye meno yake, ukaenda kwenye njia ya Soa, bao likapatikana. Kwa hiyo hata kama Soa angekuwa kwenye eneo la kuotea, kitu ambacho hakikuwa kesi hata hivyo, basi kitendo tu cha mlinzi kuwa na dhamira ya kuudhibiti mpira na akashindwa kufanya hivyo, tayari inaua offside yoyote ambayo ipo, hata kama mshambuliaji kakaa na kipa, na bao linasimama kihalali kabisa. Kwa hiyo huko kote nimejaribu kuweka scenario kama ingekuwa kweli kwanza Soa kautangulia mchezo, lakini kwa kuwa hata hivyo hakuutangulia ule mchezo, manake lile ni bao halali all day long. Hilo la kwanza. Kuna matukio mengine mawili ambayo pia yamekwenda kumhusisha goalkeeper wa JKT Tanzania Omari Gonzo. Tukio la kwanza ni ana kwa ana ambayo ilitokea baina yake na Kibu kwenye kipindi cha kwanza. Sasa lile tukio muamuzi aliliamua kwa uhalali kabisa, kwa sababu ilikuwa ni 50-50. Kibu alifika kweli mwanzo kwenye mpira na akawa amefanikiwa kuuelekeza golini, lakini imekwenda kutokea ajali ya asili, kwa sababu Kibu naye alikuwa juu zaidi, sehemu ya kiuno chake ikawa imekwenda kugongana na kichwa cha Gonzo. Kwa hiyo hakuna shida yoyote kwa Kibu, kwa sababu hakukuwa na dhamira yoyote mbaya kutoka kwake. Hakuna chochote ambacho angeweza pale kukifanya kukiepuka kichwa cha Gonzo, kwa sababu ile ilikuwa ni natural momentum ambayo imempeleka kwenye kichwa cha goalkeeper wa JKT Tanzania. Lakini pia kwa goalkeeper pia, kitendo cha kwamba hakufika mwanzo kwenye mpira lakini hakumvaa Kibu, maanake Kibu ndo alikwenda kukikuta kichwa chake yeye akiwa chini, maanake inaonekana kama ni natural accident, ni natural contact, na kilichoamuliwa pale kwa maana ya ule mpira kufanywa kama drop ball kwa upande wa JKT ndiyo yalikuwa maamuzi sahihi. Lakini tukio la tatu na la mwisho ni jaribio la Omari Gonzo kujaribu kwenda kukamata mpira kwenye eneo lake, kisha akawa kama amekwenda nao mpaka nje kidogo hivi. Sasa pale maamuzi ya kuwekwa ule mpira kama faulo perfect, lakini pia Omari Gonzo hakutakiwa kupewa kadi yoyote, kwa sababu ule mpira alianza kwanza kuukamata akiwa kwenye eneo lake, lakini tunasema momentum, yani kasi ya mwili wake wakati anakwenda kupita na ule mpira kwenye mikono yake, ndio iliyomtoa na ule mpira nje ya box. Sasa
hapo ni wazi kabisa inaonekana kwamba hakukuwa na dhamira yoyote mbaya ya goalkeeper kujaribu kutumia faida ya mikono yake kuzuia mpira akiwa nje ya eneo lake. Aliukamata kwanza ndani, momentum ya mwili wake ndio ikawa imempeleka nje. Nikisema momentum maana yake anakusudia kasi ya mwili wake ndio ikawa imemtoa mpaka nje na ule mpira, na ndio kitu ambacho kimekwenda kufanya iweke kama faulu, kwa sababu hata kama momentum ndio imekutoa hutakiwi pia kuushika mpira kama goalkeeper ukiwa nje ya eneo lako, lakini hakukuwa na dhamira ya makusudi ya yeye kufanya hivyo. Mwisho wa siku aliukamata akiwa kwenye eneo lake, momentum ikamtoa. Kwa hiyo kiuhalisia hata kadi ya njano haikutakiwa kutolewa pale, kwa sababu hakuwa amezuia nafasi ya wazi ya kufunga, na mwisho wa siku kasi ambayo imekwenda kumtoa na ule mpira nje ni kitu ambacho kipo nje ya uwezo wake. Yaani kitu kikishakuwa kipo nje ya uwezo wako, maana yake sheria kwako wewe inakuwa inapunguza ukali wote ambao ulitakiwa kuwepo mwisho wa siku. Kwa hiyo haikutakiwa kutolewa hata kadi ya njano pale, lakini maamuzi ya kutolewa mpira uliokufa ni maamuzi sahihi mwisho wa siku. Kwa hiyo nikiyatathmini maamuzi yote, hasa maamuzi ya bao la Jonathan Soa kusimama, yale ni maamuzi perfect kabisa, hayana shaka yoyote. Soa hakuwa offside kwenye nyakati yoyote ile ambayo Morris Abraham alikuwa na mpira mguuni kwake. Lorian Makame aliuweka ule mchezo hai kwa upande wa Soa, lakini mwisho wa siku hata kama angekuwa kwenye eneo hilo la kuotea kama ambavyo baadhi ya watu pengine wanajaribu kufikiria, kitendo cha mlinzi wa JKT kujaribu kuudhibiti ule mpira kwa kujua kwamba nataka ni ukanyage huu mpira usifike kule kwa Soa au usiende mpaka kwa goalkeeper tuwe tunamalizana nao sisi, unahalalisha offside yoyote ambayo pengine ilikuwa inaonekana kwenye macho mwanzo. Tayari hapo offside imekufa, kwa sababu dhamira ya kujaribu kudhibiti mpira ilikuwepo, ikashindikana, na aliyekuwa mbele ya mchezo akaweza kufanya kile alichokifanya licha ya kwamba Soa hakuwa mbele ya mchezo mwisho wa siku. Kwa hiyo maamuzi yote yalikuwa sahihi kwa kiasi kikubwa, yale makubwa, na bao limesimama kihalali.